sisi wanaume ndio tuna asilimia kubwa sana ya kujenga au kuvunja mahusiano kuliko wanawake, kwa sababu mwanaume wewe ndio una sei kubwa sana katika mahusiano. Ukiweza wewe kuweka tangu mwanzoni, mnavyoanza kwenye mahusiano, mnavyoanza kudate pale, ukaweza kuweka mipaka, ukaweza kuweka vitu, ukaelezea vitu ambavyo unavihitaji au ukajua nini ambacho unahitaji katika mahusiano. Kwa sababu wengi sisi tunashindwa kujua tunataka nini katika mahusiano, kwamba umemuona mwanamke umemtaka lakini hujui unahitaji nini. Asante. Ukifahamu kwamba mimi katika mahusiano nahitaji kitu gani, na mtu wako akajua anahitaji kitu gani katika mahusiano, mkavikutanisha vile vitu ambavyo mnavihitaji, mahusiano yenu yanakuwa marahisi sana. Hivi mimi nahitaji nini? Mapenzi bana yana mambo mengi sana. Naomba nianze kwa kusema hivi. By the time ambao unakazana kumtafuta wewe mwenye hela, moyo wako haupo huko kabisa. Na Mungu alivyokuwa ajabu, anaweza kukutanisha na huyu ambaye hana hela na mkaja kuzipata hela pamoja. Kwa hiyo mimi when it comes kwenye love, formula yangu huwa nafsi kiridhia, bismillah, mengine tutajua mbeleni. Oh, wow. Umeongea vizuri sana. Wanaume natafuta mchumba, nipo Tanga na miaka 26. Kuwa serious, kama upo tayari kunioa njoo DM. Kwa sababu mimi wachumba hawanifuati, hawanitongozi, sipati mchumba. Inaweza ikapita mwezi hata nisisemeshwe. Acha wasia. Kweli, kwao nikaona basi itakuwa tu gundu, sijui nimerogwa. Mchumba hakutafuti. Hiyo gundu hujaisha au bado imeisha? Haijaisha. Mimi sina mchumba. Muonekano. Muonekano sina, hapo si unanielewa? Kuanzia anapovaa, alivyo, anavyojiweka, IQ yake, anavyoongea, anavyojibu maswali. Na mimi mtoto wa kimaskini, kwa hiyo najua kutumia pesa vizuri. Mimi sio hata mtoto akitajie. Kwa hiyo hata ukipata mchumba au una mchumba hutaki kumuumiza. Hata kama ana pesa atanipa, kama ana, me as long as nimempenda basi. Singida, Mnyaturu. Mnyaturu, mtoto